Sauti tulivu ya upepo mwanana imeateka mandhari ya mji mkuu wa Nairobi mida alfajiri Kangaichi. Kwa mbali nasikia ving'ora na honi za matwana zinazoingia na kutoka mjini kwa mkupuo. Upande wa pili barabara kwenye kituo cha magari kuna mikweche ya pikipiki zinakoa badala ya kunguruma. Japo baadhi ni mpya zinatoa wingu jeusi la moshi kupitia vichemuo. Ungedhani ni gari mbovu la dizeli nalo lililochakaa. Ghafla kijana mmoja wa bodaboda anawasili huku ameisukuma pikipiki yake aina ya Dayuni ambayo duru zaarifu kwamba ilikuwa imeisha mafuta. Ghafla kijana huyo akiwa safarini na abiria wake. Yarabi maskini, japokuwa ilikuwa mida ya asubuhi, kijasho chembamba kinamtiririka na kumtekenya kwenye mianzi ya pua na makwapa, huku akiema na kutweka ungedhani amefukuzwa na chatu usiku kucha. Taswira hiyo ya moshi na kelele za honi inanifumbua macho na kunilazimu kutafakari kwa kina umuhimu wa mazingira safi. Kufumba na kufumbua, anafika kijana mwingine wa bodaboda mwenye pikipiki ambayo asili na fasili yake sio tu ile ya kawaida. Ilipendeza macho, pia ilifurahisha jinsi ilikuwa na upekee wa umbo na wa kikazi. Ni kutokana na ujio wa pikipiki hizo za aina ambazo zilikuwa nadra na adimu mjini, ndipo nikazuumu kuvalia njuga chumbuko lake umuhimu, nadhari na pia utofauti uliopo na pikipiki nyinginezo ambazo kidogo zilikuwa kero kubwa mjini na vijijini kutokana na kelele, moshi, matumizi ya ziada ya pesa kutokana na kuunda baadhi ya sehemu inapoharibika. Haya ni makala maalum ya Sura Mpya ya Uchukuzi. Ni mimi mwandishi na msimulizi wako Angela Ndolo. Karibu na kusihi usibadili mitabendi wala kubofya kitufe ili kwa pamoja tuangazie kwa kina safari ya usambamba wa safari ya pikipiki za umeme kama suluhisho bora kwa usafiri endelevu siku zijazo katika sekta ya uchukuzi. Katika nchi nyingi haswa barani Afrika, pikipiki zimetumika kama njia ya usafiri na wanabiashara kama tegemeo kubwa kwa wasafiri na kitega uchumi chao cha maisha. Kwa mindarafu hiyo, walimwengu wamepiga mbizi na kubuni teknolojia safi na endelevu katika sekta ya uchukuzi ambayo ni pikipiki za umeme. Pikipiki hizi japokuwa zinaoana kiutendakazi na pikipiki za kawaida, teknolojia ya kisasa iliyotumika inazipa upekee wa kupunguza uchafuzi wa mazingira, gharama ya uendeshaji na kelele. Naam, wasemao husema kipya kinyemi ingawa kidonda. Ujio wa pikipiki za umeme hapa mjini Nairobi zimewavutia sio tu waendeshaji, pia abiria. Tulifunga safari kuelekea katika kampuni ya Spiro inayouza pikipiki hizo hapa nchini katika mji wa Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu na viunga vyake. Kwa mwaliko wa maneja wa uuzaji wa pikipiki hizo Raymond Robert, hatimaye tumeipata picha kamilifu kuhusu pikipiki hizo ambazo sifa zake zimeteka anga mjini na vijijini. Raymond anatuelezea ubora wa pikipiki za umeme na pia umuhimu wake ikilinganishwa na zile zingine za kawaida. Meneja huyo anatuarifu kuwa ijapokuwa kwa sasa kampuni hiyo inanunua pikipiki hizo kutoka taifa la India, serikali kupitia Wizara ya Viwanda imbioni na chini ya miezi 6, kampuni ya Spiro itakuwa na uwezo wa kutengeneza pikipiki hizo humu nchini. Pikipiki haina kelele. Zile kelele ambazo tulikuwa tumezoea za pikipiki kutoka kwa wanabodaboda wakati ile tunaziita internal combustion engine. Jambo la tatu, ile tunaita the ride itself, ule uendeshaji wake. Pikipiki ambazo zinatumia tuseme petroli zinachafua sana mazingira, na imekuwa kwa muda sasa kwamba sio Kenya peke yake bali dunia nzima inajaribu kusukuma ile agenda ya kwamba tupate ile ambayo tunaita clean energy and renewable energy. Tumeshirikiana na wawekezaji wengine ili kuwapatia mbinu tofauti za wao kuipata. Ni rahisi sana wao kuipata hii pikipiki sahizi kuliko pale awali. Kadhalika msimamizi huyo anatoa wito kwa wanabodaboda kote nchini kuzikumbatia, akisema zitawapunguzia matumizi ya kuzitengeneza mara kwa mara na pia riba watakayotozwa ni ya bei nafuu kwao. Hii ni teknolojia mpya ambayo it's affordable. Ile pesa ambayo wanatumia both ku maintain pikipiki hii itawapatia 50% zaidi kubaki na mapato yao. Hiyo ni kumaanisha wataweza kufanya biashara ya bodaboda na waifurahie ile biashara kwa sababu ya kupata faida nzuri. Raymond anaarifu kuwa siku chache tu baada ya Rais William Ruto kuzindua rasmi pikipiki za umeme hapa nchini katika uwanja wa Mama Ngina Mombasa mnamo Septemba mosi mwaka 2023,
Wazee kwa vijana walijitokeza kuzinunua kwa wingi, kwani zina natija kuliko zile za zamani zinazotumia mafuta. Kulingana naye, uendeshaji wa pikipiki hizo utachangia pakubwa katika uimarishaji wa mazingira pamoja na kuwazolea faida madereva ambao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya gharama ya juu ya bidhaa za mafuta. Baada ya gumzo na msimamizi huyo wa mauzo, guu moja guu pili, tunasafiri katika kituo cha magari na pikipiki cha Ruiru, ambapo tunakutana na makumi ya vijana wanaoendesha pikipiki za umeme. Wanatueleza kwa kina na tija na pia faida za pikipiki hizo. David Kamau ni mhudumu wa pikipiki eneo la Ruiru na viunga vyake. Kwa majina mimi naitwa David Kamau, ni mkaaji hapa Ruiru. Mimi nafanya kazi ya bodaboda na naweza sema pikipiki ya mafuta inaweza kuwa imenisaidia hapo mbeleni, lakini kwa sasa ninatumia pikipiki ya umeme. Pia hata hivyo ilikuwa na hasara yake kwa sababu gharama mafuta inaendelea kuwa ghali, hasa kwa usafiri kwa safari za kila siku. Alafu pia pikipiki ya mafuta ilikuwa na matengenezo mengi, injini labda ingeharibika. Alafu pia inahitaji huduma ya mara kwa mara kama kubadilisha oili na plugs. Alafu pia machafuzi ya mazingira, inatoa moshi ambayo inachafua hewa na inachangia katika mabadiliko ya hewa. Pikipiki ya mafuta pia ilikuwa na kelele nyingi, injini zake zinatoa sauti kubwa kuliko injini za umeme. Kamau anaendelea kuelezea kinagaubaga faida za pikipiki za umeme, akisema hazina kelele, mwendo wake wa wastani hausababishi ajali, mapato ya kila siku ni nafuu, safari ndefu pasi kuisha nguvu ya umeme, miongoni mwa faida nyingine. Mimi naweza sema asante kwa serikali kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tuna pikipiki hizi, kwa sababu gharama ya mafuta imepungua. Utasitumii sasa mafuta, hivyo nahifadhi pesa kwa muda mrefu. Alafu pia pikipiki hii ya umeme iko na matengenezo machache, haina sehemu nyingi zinazovaa haraka kama injini za mafuta. Pia naweza sema inasaidia katika mazingira kwa sababu hiyo haina moshi, hivyo basi haichafui hewa. Alafu haina kelele nyingi, hivyo inasababisha mimi kuwa na safari ambayo iko na starehe. Napobeba abiria wangu, tunaweza piga gumzo na tunaelewana na tunasikizana vizuri kwa sababu haina kelele. Pia gharama ya umeme ni ndogo ukilinganisha kuchaji betri na mafuta. Gharama ya umeme ni ndogo. Alafu pia ni nafuu kuliko kununua mafuta. Hata hivyo pikipiki ya umeme pia iko na hasara hapa na pale, lakini hauwezi linganisha na pikipiki ya mafuta kwa sababu za hasara yake si kubwa kama za pikipiki ya mafuta, kama ni umbali mdogo tu, kwa sababu betri zinaweza kuisha haraka, hivyo basi huwezi enda safari ndefu. Pia gharama ya betri zikiharibika ni ghali kuzibadilisha. Alafu pia upatikanaji wa vituo vya kuchaji ndio labda ninaweza sema ni shida kubwa kwetu sisi watu wa bodaboda. Hivyo basi mimi kitu ninaweza omba serikali ni ituwekee vituo mingi kama hapa Ruiru. Tunaweza omba serikali tuwekee vituo kama 3 ama 4 vya kuchaji betri hizi za pikipiki ya stima. Hata hivyo hakuna zuri lisilokuwa na ubaya wake. Pikipiki hizo zinadaiwa kuwa ghali zikilinganishwa na zile za mafuta, hali ambayo inazuia vijana kumudu bei yake. Kauli yake Kamau inaungwa mkono na John Muli, anayetuelezea paruaje tofauti ya pikipiki za mafuta na pikipiki za umeme, huku akitoa ombi kwa serikali kupunguza ushuru ili wanunuzi waweze kumudu bei yake. Ningependa kuwapa moyo na kuwaambia wenzangu ni vyema sana kununua kutumia pikipiki ya umeme. Ukiweza pata nafasi ni vizuri waweze kununua, watumie pikipiki ya umeme, ina manufaa zaidi. Na ombi langu kwa serikali ni wapunguze ushuru wauzi pikipiki wakati tunanunua na wakati zinakuwa imported kuja nchi yetu. Wakipunguza hizo taxes, hizi pikipiki zitakuwa kwa bei rahisi na watu wengi wataweza kuzinunua. Hata wapunguze pia taxes kwa hizi spares ambazo zinaletwa na hizi mabetri, zipate kupunguzwa ndio kila mmoja aweze kununua kwa bei rahisi. Na pia ningeomba serikali wakati wanaleta hizi pikipiki wailete ikuje kwa wingi pamoja na hizo spares,
ndio ni rahisi kupatikana kwa maduka karibu kila mahali. Baada ya mahojiano na wadau mbalimbali katika sekta ya uchukuzi, kauli moja inaafikiwa katika enzi hizi za mabadiliko ya tabia nchi, matumizi ya pikipiki za umeme yatapunguza athari zake. Kadhalika, jamii inahimizwa kukumbatia mfumo huo wa uchukuzi, kwani ni wazi kwamba pikipiki hizo zimeleta natija kubwa kwa watu na pia mazingira. Kufikia hapo ndipo ninapotamatisha makala yetu maalum ya sura mpya ya teknolojia. Nimekuwa wako mwandishi na msimulizi wa makala haya, Angela Ndolo.